mimi naondoka. Unasemaje? Yaani mama au mke wangu, mama. Mkwe kija kazi, sauti yangu isikike. Yaani Gamba, mimi siko tayari kumleta mama yako humu ndani. Mimi nalinda uhuru wangu. Yaani wewe mama yako kusanya vitu vyako, nenda kaka naye huko kijijini. Sio ndani. Mbona kama unajisahau wewe mwanamke? Nini haswa ambacho kinakupa jeuri na kujiamini kuongea kauli kama hizo mbele yangu? Ukiwa kama nani? Na hayo mamlaka umeyapata wapi ya kuniambia mimi nijikusanye na vitu vyangu nimfuate mama yangu? Gena. Hapa ndani mimi simekuleta. Hapa ni nyumbani. Mimi pia ni nyumbani kwangu, ati ni nyumbani kwako. Haya, mimi kama hapa ni nyumbani kwako na mimi hapa ni kwa nani? Na kwa nini nipo kama ni kwako? Kwa hiyo imefikia hapo sasa unataka kunipanda kichwani, si ndio? Sio nataka kupanda kichwani. Ila nikuulize swali. Tena naomba unisikilize kwa makini. Tega hayo masikio yako unisikie. Sawa? Siko tayari kuishi na mama yako humu ndani. Yaani siko tayari kabisa. Ulishawahi kuona ndoa ipi ambayo mama mkwe anaishi ndani na mkamwana wake? Wakina mama mkwe ndio wanaochangia ndoa za watu kuvunjika. Wewe. Gena. Naomba nisikilize. Sawa. Yule ni mamangu mimi. Sawa? Na hii nyumba na kila kitu unachokiona hapa ni vya kwangu mimi. Na mimi je? Sawa? Alafu huwezi kunipangia kwamba nani anafaa kuja hapa ndani na nani hafai. Sawa? Hayo mamlaka ni ya kwangu. Sasa endelea kunyanyua hicho kinywa chako na kuongea upuuzi. Ugonjwa wake kijijini, sio hapa ndani kwangu. Unasemaje? Kama unaona utumie ustaarabu mzuri, tafuta kijakazi mpeleke kijijini, akamhudumie mama yako huko. Sio hapa ndani kwangu. Wewe ni kwako ndio, lakini na mimi pia ni kwangu hapa. Na mamlaka ya kusema chochote. Wewe. Na kama naomba nisikilize. Gena. Nina uwezo wa kuamua chochote juu yako na uwezi kunizuia. Sawa? Mamangu anaumwa. Unatambua dhahiri kwamba mamangu anaumwa. Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu. Jaribu kuassume kwamba yule mamangu angekuwa ndo mama yako wewe. Yupo huko nyumbani kwenu, hana mtu wa kumsimamia, anaishi peke yake na anaumwa. Ina maana ulikuwa lazi kumwacha mama yako akafa kule. Eti kwa sababu mimi nimekwambia sihitaji aje hapa nyumbani. Ni mara ngapi wewe mama yako anaumwa na mimi natoa pesa zangu kwenda kumhudumia kule kwenu? Toa pia pesa ziende. Wewe ni mpuuzi. Umeshindwa kunisikiliza. Ina maana ushauri wangu mimi hauna maana. Sasa wewe jibebe hapa, nenda kamfuate mama yako huko kijijini, umlete hapa ndani. Ndio atakuwa mke wako. Mimi naondoka. Unasemaje? Yaani mama au mke wangu, mama. Mama yako simtaki. Ndio ukimleta ndio nakwambia kweli. Simtaki mama yako. Yaani unanipigia mama. Nisikilize. Sawa. Na kama unaona uwezi kukaa hapa ndani na mama yangu, tafuta sehemu ya kwenda. Sitokuwa na huruma na wewe katika hilo swala. Wala sitotaka kucheka na wewe. Sawa? Yule ni mama yangu. Mpaka leo hii wewe umekuwa mwanamke wangu ni kwa sababu ya yule mama. Alinibeba miezi 9 tumboni. Amepitia mateso makubwa na makali ili mimi leo hii niwe hivi. Amefanya vibarua vya kila namna, amefanya kazi za aibu mama yangu. Amechekwa, ametukanwa kwa sababu yangu mimi. Sawa. Kama kuna sehemu ulishawahi kusikia kwamba mama anamtupa mtoto, basi huyo mama hana akili. Na kama mimi nikikubali kumwacha mama yangu kule eti kwa sababu ya kulinda uhuru wako, nitakuwa sina akili. Sawa? Yule ni mama yangu na ni lazima haje hapa nyumbani. Na ana kila haki. Wewe ni mwanamke tu ambaye hapa unaweza ukaniacha siku yoyote ukaenda kuolewa na mtu mwingine huko. Lakini mama yangu hata kama ni ugonjwa wa aina gani hawezi kuniacha kama wewe. Sawa? Kwa hiyo kama utaona huwezi kukaa na mamangu hapa ndani, kusanya kila kilichokuwa cha kwako. Nisikukute. Kama simtaki mtu ndani kama
Karibu mama. Asante mganga. Hapa ndo kwa mganga Mketege. Karibu sana nikuhudumie na kusikiliza. Nashukuru sana mganga. Nimesikia habari zako. Nikaona leo nikutembelee kilingeni kwako. Karibu na kusikiliza. Mganga, nimekuja nina mambo hayo matatu. Nahitaji unisaidie. Jambo la kwanza, nahitaji nyota yangu ing'ae. Hilo limekwisha. Hapa ndo kwa mganga Mketege. Jambo la pili, mimi ni mama Kijumbe. Nachezesha michezo yangu hiyo mitatu. Yaani namaanisha mitatu. Na kila mchezo ni 20,000 kwa siku. Sasa mganga unisikilize. Katika huo mchezo nataka mimi wakanisikilize. Yaani mtu akitoa 20,000 kama vile ulileta 8,000, iwe ni ndio mama Kijumbe. Nikiwaambia mwezi huu unapokea wewe 200,000 baada ya 500,000, iwe ni ndio. Hayo kwa mganga Mketege ni mepesi sana. Wala usijali. Sasa hapo ndo penyewe. Yaani katika mapishi yote hii hapa inaitwa tianazi. Maana hilo kilikosea mganga, sionage ajabu kuja kuchoma kilinge chako. Hili hapa ni kuhusu mume wangu. Na maanisha mume wa ndoa. Nataka mume wangu, yani mimi nikiongea iwe ni ndio mama. Kwanza kabisa, yani kwenye akili yake, yani azunguke Keina. Yani anapotembea ni Keina. Anapofanya kazi zake ni Keina. Na tena katika kunirogea, usimweke Zube. Akatafute hela aniletee ndani. Yaani hela zote atakazochukua sijui uko kwenye vibarua vyake anikabidhi. Naomba unielewe sana hapo. Umenifurahisha sana. Naonekana ni jasiri kweli. Lakini kazi zako ni nyepesi sana kwangu. Yaani hivi ulivyozungumza nimeshamaliza kazi, imebaki kumalizia tu. Mizimu ili ianze kufanya kazi inatakiwa chombo kipendeze kwanza. Yaani hilo hata usijali. Maana nilijipanga. Angusha doa hapa. Vizuri sana. Mungu, mama kikosa heshima, ubaki na nini? Nilitamani uzewani, lakini leo machozi ndiyo marafiki zangu. Mkwe kija kazi, sauti yangu isikike. Mama naye ana moyo wa kuumia. Usindarau kwa sababu ya udhaifu, kesho nawe utahitaji upendo. Hivi shogangu za hapa. Shogangu za hapa ziache kama zilivyo. Maana hata uziwezi. Kwa nini shogangu? Yaani leo hii mume wangu hadi amefika hatua ya kunizaba kofi. Sio kofi, makofi. Nimepigwa, yaani nimepigwa kisawasawa. Unaelewa kupigwa? Nimelia huko ndani, nimejichokea na vile hapa. Nimelia na mtoto. Pole sana shoga yangu. Lakini kwani shida kubwa ni nini? Amepigiwa simu asubuhi na watu huko kijijini kwao. Wanamwambia kuwa mamake amezidiwa. Akaja kuniambia eti aende akamchukue mama yake kijijini, amlete ndani kwangu nije niishi naye mimi. Yaani mimi niishi na mama mkwe nyumba moja. Ungekuwa na rafiki yangu ungekubali kweli? Hata shoga yangu ningekuwa mimi, hata nisingekubali. Sasa sikia. Yeye anataka kumleta mama yake hapa. Wewe usibebane naye. Mwache akamlete.
mateso atakayoyapata mama mkwe humo ndani, mbona kama jela ndogo? Yaani ni mwendo wa mizengwe. Likija hili linakuja hili. Apike mama mkwe, afanye usafi, nakwambia mpaka nguo zako akufulie mama mkwe. Uone kama tabaki hapa. Ataondoka mchana kweupe bila hata kuaga shoga yangu. Na hii ndo dawa yake. Rafiki yangu, huo mpango wako usije ukaniponza. Akimwambia mwanae ndio itanishinda ndugu yangu. Shoga yangu, hebu amka wewe. Wewe uje ukae huko na mama mkwe. Tukija sisi tuanze kuwaza. Shoga yangu, mama mkwe yupo nyumbani kwake, nivae hivi. Ushinda kuvaa hata suruali, yani nawaza kwamba nikienda atasema mkwe wangu anaongea na watu wenyewe wanavaa visuruali vingi. Hamna shoga yangu. Hawezi kujua. Niamini mimi. Ila kweli hata mimi mama lazima alipe. Yaani mwanae kunivaa mimi makofi kwa ajili yake, ni lazima alipe akifika hapa. Ni atalipa. Na kukubali, yaani nakuaminia. Ngoja aje. Yaani kila kitakachokuwa kinaendelea humo ndani nitakushirikisha, usijali. Hapo sawa. Sasa shoga yangu sikia. Mimi nataka nikuache. Nataka niende huko. Unajua tena mambo ya mishimishi. Nenda. Yaani hicho ndio mimi kilikuwa kinaniuma, nikasema hii story lazima rafiki yangu haijue na yeye anishauri. Na kwa hiyo umekuja hapa umenibadilisha mawazo. Mimi nilikuwa nafikiri hapa nibebe nifungashe kile kitu changu niondoke. Hakuna bwana shoga yangu. Sasa ufungashe ina maana umekubali kumwachia mama mkwe. Mama mkwe aachiwi mji shoga yangu. Yaani hapa yeye na wewe hapo hapo. Hii inaisha kama haijaisha. Yaani ndio inaanza. Hii vita bado mbichi. Ya shoga yangu mimi naenda. Nichelewa mambo ya vikoba tunaongea tena. Haya mwaya tu. Utanishirikisha kila tunachojua. Usijali, yaani simu zitaita. Haya, sawa. Karibu. Mama, nakupatia dawa. Hii dawa itakusaidia na itakuwa na utaratibu kidogo. Hii haturuhusu kupokelea mkononi. Hii dawa ichukue. Niliyokupa ya kwanza, hiyo ni kwa ajili ya kuondoa nuksi zako binafsi. Utaenda kutia kwenye maji ya kuoga. Sijui unanielewa? Sawa mganga, nimekuelewa. Ukishaoga yale maji hakikisha yashuke chooni moja kwa moja. Nakupa dawa ya pili. Hii dawa hakikisha unaenda kuchimbia kwenye mlango wa nyumba yako. Si unanielewa vizuri? Utachota nusu, utaweka kwenye mlango wa nyumba yako. Mume wako akisha kuingia tu ndani tu, pap, itakuwa imemnasa moja kwa moja. Kwa mambo yako yote yatanyuka. Kila atakachokuwa anakitafuta huko kitakuja moja kwa moja kwako nyumbani. Lakini dawa hii ukichota nusu, inayobaki utaenda kuweka kwenye kibubu mnachotunzia pesa zenu za vikoba. Utakapokuwa umeweka kwenye kile kibubu, zile pesa zikachangamana na hiyo dawa, kila unachokitaka kupitia kwa wenzio utakipata. Lakini sitakuacha hivi hivi. Hii dawa ni ya kutafuna. Kila unapotaka kwenda kukutana na wenzio kwenye kikoba,
unataka kwenda sehemu kuomba mikopo, hakikisha unatafuna. Si unanielewa? Nakuelewa. Hii utatafuna. Lakini pia mambo yako ya kinyoka, hakikisha unarudi hapa kushukuru. Usiposhukuru kwa muda mwafaka, mizimu itachukia, dawa hiyo itaenda kuharibika. Hilo limeisha mganga. Maana yangu nahisi sasa yamekamilika. Kwa kazi nzuri nitakuongeza ya soda. Wakurungwa wafanye kazi yao Ya soda. Wasalipa mai. Mimi nikuruhusu uende. Hakikisha unafanya kwa makini, asikuone mtu yoyote. Limeisha hilo mganga. Sambe kuhaya mwe kumabura mingi. Naweza kwenda? Sambe kuhaya mwe kumabura mingi. Sambe kuhaya mwe kumabura mingi. Sambe kuhaya mwe kumabura mingi. Oya sisi nakula nje hapa. Okay. Oya mwanetu, Nambie kichao wangu. ngoja kwanza nitoe kitu hapa alafu nikupe mastori mwanangu. Aji? Unajua leo mazingira yangu maskani pale. Oza. Nimepita pita maskani kule ngakuta sister kaeka vitu vyake ovyo ovyo. Aji? Sinabe. Ucheki si nikaone falbaini mezani mwanangu. Ehe. Muuni nikadabua. Dabu. Muuni nikaidabua. Roki huyo. Kadabua ile falbaini chap. Oza. Nikaibuka maskani kwako hapa. Unajua hapa maskani mwanangu tunakula vitu vyetu afu hata kichochote tumboni, so issue poa. Oza. Na mimi najua kabisa mazingira yangu nikirudi nyumbani kule sisteri nimemchapa 40 hapa liki pale. Sasa hiyo 40 nataka tuchukue kajiko kamka tutie pale viunga nini vidagaa. Tukipiga vitu vyetu mwanangu tunatoa dongo. Sawa. Sema nini mwanangu we? Katika sehemu umecheza yani bila tantalira nyingi mdomoni hapo umegusa. Yaani umenena pointi. Hapo sema nini wewe mwanangu wa kweli? Live. Mazingira sipo ila sema nini? Yeah. Kuna mazingira yangu fresh pale maskani. Yeah. Nataka nikatulize pale. Ngoja niyapitie ni aseti mazingira alafu mimi nakurudia tukafanya shopping. Hapo live mwanangu. Ndio maana unakonda mwanangu. Ndio hivyo mwanangu. Mbavu mbili sio jina mwanangu, change unenepe au vipi? Ayo. Sema nini wewe familia? Nyama. Yaani katika udugu wa kweli. Wewe mwanangu wa udugu. Haina noma mwanangu, nipe hivi. Sana. Sema hapo utamalizia mwanetu. Unaona kama ishakata. Haina noma mwanangu nyama. Poa mwanangu. Da. Mwanangu leo kanena point yani. Yaani katika wana wa faida huyu wana faida. Yaani lazima tufike naye. Hapa nilikuwa sielewi nimeamka nini mazingira yapo sawa. Nikicheki naona tu fegi mezani, msosi hakuna. Matilia wote mpaka wafungue saa 2 yani.
jasho na machozi, nikaficha njaa usiku wa giza. Leo miguu yangu imechoka kwa ugonjwa, lakini moyo wangu bado ni wako mwanangu. Nimekuwa mgeni ndani ya nyumba hii, kila siku lawama na manyaso. Naita mvivu, naita mzigo, wakati mwili wangu umejaa maumivu. Nikinyamaza si kwamba siumii, nabeba yote kulinda ndoa yenu, nisije nikawa chanzo cha mifarakano. Mama uvumilie hata akiwa naungua. Mama, karibu sana. Asante. Unajua najisikia raha kwa sababu nakuona tena, maana nilikuwa nimekukumbuka kweli. Unaona, nisamee kwa sababu ya kutokuja kule muda mrefu kidogo. Unajua hapa mjini mambo ni mengi. Nashukuru kama mwanangu nikumbuka. Najisahau kama huna mama. Kazi za huku na kule zote zinatoka busy. Ila namshukuru Mungu kwa sababu ameweza kukufikisha salama. Maana nilipopigiwa simu kwamba mama kule hali yake tena imerudi, nilichanganyikiwa. Nashukuru hata mimi nilijua tu tunasiku utakuja mwanangu. Na umekuja. Ni jukumu langu. Nashukuru sana. Maana kwa hiyo nilikuwa naye nilikuwa sio nzuri sana kwa kweli. Nashukuru kwa vile umefika kwa wakati. Ndio. Ila kwa sababu umefika salama ni jambo la kumshukuru. Wewe mama wewe. Wewe sister. Mbona kaa pochi yangu wewe? Ni pochi yangu. Ushakwambia nimekelea kichwa kipochi, hebu nipatie. Hii sio pochi yako lakini ina vitu vyangu.